Ni taasisi ya Direct Aid yenye makao yake makuu nchini Kuwait, ikitekeleza shughuli zake hapa Tanzania kupitia matawi matano, mojawapo likiwa mkoani Singida. Taasisi hii hapa nchini Tanzania ina vituo vitano. Ina kituo cha mkoani Dar es Salaam, ina kituo mkoani Moshi yani Kilimanjaro, na ina kituo mkoani Tanga, na ina kituo kingine mkoani Kigoma, na hiki cha hapa mkoani Singida ambacho kinaitwa Arafa Education Center. Tangu kuanzishwa kwake, taasisi hii imejikita katika malengo makuu matatu. Lengo la kwanza ikiwa ni kupiga vita ujinga, la pili ni kupiga vita umaskini, na la tatu ni kupiga vita maradhi. Kupitia elimu, watoto zaidi ya 300, wengi wao wakiwa yatima, wanapata fursa ya kujifunza, huku kiwango cha ufaulu kikiendelea kuimarika mwaka hadi mwaka. Shule yetu inatoa elimu za aina mbili, inatoa elimu ya mazingira pamoja na elimu ya dini ya Kiislamu. Ndani ya shule yetu tuna grupu kubwa la wanafunzi ambao ni mayatima. Tunakadiria kuwa na wanafunzi zaidi ya 300 ambao tunawapa elimu na huduma zingine za kijamii katika kituo chetu cha Arafa Education Center kilichopo Singida mjini. Kwa upande wa elimu ya mazingira, mpaka kufikia mwaka 2025 tulikuwa tumeshatoa madarasa 3 waliohitimu elimu ngazi ya msingi, na madarasa haya alhamdulillah wamekuwa wakifanya vizuri sana kitaaluma kwa kupata wastani wa A kwa miaka 3 mfululizo, ikiwa inaongezeka kwa alama 10. Hii ni ishara bora sana katika maendeleo ya taaluma shuleni kwetu. Vile vile tuna mazingira bora kwa ajili ya kujifunzia wanafunzi. Tuna maeneo mazuri kwa ajili ya michezo, viwanja vya michezo, bembea za watoto wadogo, bembea za watoto wakubwa, mazingira safi na salama ya chakula. Vile vile tuna access nzuri sana ya kumbi kubwa za mikutano, msikiti, bila kusahau ndani ya kituo chetu tuna hospitali bora kabisa ambayo inatoa huduma mbalimbali za kiafya, jambo ambalo linachagiza kwa kiasi kikubwa sana ubora wa afya za na ubora wa matokeo ya shule yetu. Vile vile tuna walimu bora, walimu wazoefu na wabobevu kwenye kila sekta, kwenye kila somo, jambo linalopelekea tunakuwa tunafanya vizuri kwenye kila masomo kwa kila mwaka. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili hapa. Tunawakaribisha wazazi, walezi kuwaleta watoto wajiunge na shule yetu kuanzia ngazi ya nasari mpaka darasa la 7. Tunapokea kuanzia wanafunzi wenye umri wa miaka 4 kwa nasari ya kwanza na ya pili, na umri wa miaka 6 kwa wanafunzi wa darasa la kwanza, na umri wa miaka 8 na kuendelea kwa madarasa ya juu kulingana na level ya mwanafunzi ambaye anaiomba. Tunawakaribisha ndugu, jamaa na marafiki, wazazi kuja kututembelea, kujifunza na kuwaleta watoto kwa ajili ya kupata elimu na malezi bora ya dini ya Kiislamu kwa ajili ya leo na kesho yao akhera. Asanteni sana, karibuni sana Arafa Islamic Seminar. Kupitia afya, zahanati ya Arafa inahudumia wananchi wa kijiji cha Manga na vijiji jirani. Wananchi wananufaika na huduma za matibabu ya gharama nafuu. Kwa majina naitwa Asha Mwafumo Akida, ni Assistant Nursing Officer. Katika kituo chetu tunatoa huduma mbalimbali kama vile huduma ya wagonjwa wa nje, outpatient department, tunatoa huduma ya dawa, tunatoa huduma ya vipimo mbalimbali kama vile tunapima malaria, typhoid, wingi wa damu na magonjwa mengine mbalimbali.
Tunatoa huduma bora zenye weledi na vigezo vyote ambavyo vinaruhusiwa. Huduma hizi zinagusa maisha ya watu wa rika zote kutoka watoto hadi wazee, zikihakikisha afya ya jamii inaimarika. Kwa majina naitwa Fatma Muhammad Bushiri, ni mtaalamu wa maabara kutoka Arafa Dispensary. Katika kitengo chetu cha maabara tunatoa huduma mbalimbali zikiwemo upimaji wa malaria, kipimo cha mkojo, kipimo cha choo kikubwa, kipimo cha mimba, tunapima vidonda vya tumbo, lakini pia tunatoa huduma mbalimbali tofauti na huduma za maabara. Pia tuna huduma za dawa, lakini pia huduma za ushauri nasaha. Tunaiasa tu jamii iweze kufika hapa katika zahanati yetu ya Arafa kwa ajili ya kujipatia huduma mbalimbali ikiwemo huduma za kimaabara, lakini pia huduma za dawa na huduma zingine kama vile ushauri nasaha. Asanteni. Na katika kupambana na umaskini, miradi mbalimbali imeanzishwa ikiwemo kilimo, ufugaji, biashara pamoja na uchimbaji wa visima. Lakini pia vile tuna miradi mingine ya jamii ambayo tunaitoa, ambapo tunajenga misikiti, tunachimba visima mbalimbali katika vijiji vyetu vya mkoa wa Singida. Lakini pia vile tuna huduma ya miradi ya kimaendeleo. Kwa mfano, miaka kadhaa imepita, kuna vijiji takriban 2 tumesha viendeleza kiuchumi kwa kuwanunulia ng'ombe, kwa kuwanunulia mbuzi, kuwafungulia mashine za kusaga na miradi kemkem ambayo inaweza kuwakwamua kiuchumi. Kwa hiyo ni moja ya malengo ya taasisi hii kuanzishwa na kutoa huduma hii katika jamii. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuwabariki na kuwalipa kheri nyingi wale wahisani wanaojitolea miradi hii na huduma hii kwa jamii ya Tanzania. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.